Makala ya mafanikio ya miaka minne ya serikali ya awamu ya 6. Halmashauri ya jiji la Dodoma ina jumla ya kata 41 na kata ya Miyuji ni miongoni mwa kata zilizopo ndani ya jiji la Dodoma. Kata hiyo ina mitaa mitatu ambayo ni mtaa wa Matias, Miyuji proper na Mpama. Kwa miaka hii minne kata ya Miyuji imeongozwa na Diwani Beatrice Ngerangera ambaye amekuwa ni mwakilishi wa wananchi katika baraza la madiwani wa halmashauri ya jiji la Dodoma. Katika kipindi cha miaka minne, kata ya Miyuji imeweza kufanikiwa kuwa na mradi yenye zaidi ya shilingi bilioni 7. Miradi ambayo imetatua changamoto zilizokuwa zikiwakabili wananchi. Miradi hiyo ni kama ujenzi wa barabara ya lami yenye urefu wa kilomita 6, ujenzi wa shule ya sekondari ya Miyuji B, ununuzi wa thamani, kufunga mfumo wa Gomez, ujenzi wa kichomeo taka katika zahanati ya Mpama na ujenzi wa miundombinu ya shule ya msingi Mlimo C. Jina naitwa Beatrice Ngerangera, diwani wa kata ya Miyuji, ambao ndani ya jiji la Dodoma kuna kata 41 na Miyuji ni mmoja wapo ya kata. Kata yetu ya Miyuji tumepata miradi mingi, ikiwemo mradi wa kwanza, mradi wa rami ambao inaunganisha kata ya Miyuji na kata Ipagara. Kilomita 6 ambazo ni thamani ya bilioni 6.7 ambao tumepata katika kata yetu ya Miyuji. Kwa hiyo mimi kama diwani najisikia vizuri kwa sababu nilikuja katika kata yetu ikiwa haina barabara, tukafungua barabara na mwisho wa siku leo tuna rami ambayo tunajivunia na wananchi wetu wananufaika. Kwa shukrani za pekee ziende kwa Mwenyezi Mungu ambaye anatupa uzima na afya. Shukrani za pekee pia ziende kwa rais wetu Mama Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yeye ndo anaruhusu haya mambo yafanyike, maana ni mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi. Na sisi ambao tunasimamia ilani ya chama cha Mapinduzi kama mafiga matatu tunaendelea kusimamia kazi ambazo zinatumwa na wananchi wetu kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu. Kwa tuna miradi mingi. Mradi mwingine ambao tumeupata katika kata yetu ni sekondari, ambayo sekondari kubwa sana kuanzia O level hadi advance. Kwa tuna wanafunzi kuanzia form 1 na form 2 ambao tumeanza mwaka jana, lakini vile vile tuna wanafunzi tunaotegemea kuwapokea wa advance kuanzia form 5 mwezi wa 7, maana yake tunategemea, maana tuna mabweni tumeshajenga, lakini vile tuna nyumba za walimu 2 in 1, lakini na madarasa mawili ambayo kuanzia. Tuna zahanati pia. Kata ya Miyuji ilikuwa haina zahanati, lakini leo tuna zahanati yetu ambayo ni kubwa, inahudumia watu ambao walikuwa wanaenda kilomita zaidi ya 6 kufuata zahanati, leo wanahudumiwa. Kwa hiyo sasa hayo yote ni maendeleo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi na maendeleo ya serikali ambayo wananchi wanapenda. Kwa hivyo zote ni juhudi ambazo serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi inaendelea kuzifanya ndani ya mafiga matatu ambao wananchi wametuamini. Kwa mimi napenda nishukuru sana uongozi wetu kuanzia wa chama, kuanzia taifa, mkoa, wilaya pamoja na kata mpaka kwenye matawi. Wote wanatupa hamasa na nguvu ya kusimamia hii miradi ambayo serikali inaita fedha. Lakini vile vile ndani ya jiji letu la Dodoma, ndani ya pesa zetu own source tumepata pesa nyingi sana. Ndani ya kata yangu ya Miyuji mimi naweza kusema kwamba nimepata zaidi ya milioni 100 kwenye miradi tu ya ujenzi. Lakini nina vikundi vya ujasiriamali ambazo zinatolewa zile pesa kwa asilimia. Nina zaidi ya milioni 400 ambazo zimetoka kwenye vikundi vyetu, ikiwemo walemavu, vijana pamoja na wamama. Hivyo vyote ni juhudi za serikali yetu ambayo inataka kumkwamua kila mwananchi. Vile vile katika swala la elimu sisi Miyuji naweza kusema kwamba tumemaliza. Maana tuna shule kuanzia urevu, kuanzia msingi, tuna shule nzuri Mlimo C na Mpama na bado japo nyingine tunaendelea kukarabati. Lakini tuna sekondari form 1 mpaka form 6. Kwa mimi binafsi kama diwani najisikia fahari kwa sababu kwanza nje ya udiwani mimi ni mwalimu. Kwa hiyo kama mwalimu napenda wananchi wangu wapate elimu na serikali imenifanyia. Kwa hiyo namshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, namshukuru mbunge wangu ambaye ni figa langu la kati na mimi mwenyewe, lakini na wale watu ambao wananipa moyo na wananchi wangu walionituma katika kata yetu ya Miyuji. Katika sekta ya elimu, kata Miyuji imefanikiwa sana kwa ujenzi wa shule ya sekondari Miyuji B ambayo imekuwa mkombozi kwa wanafunzi wengi ambao walikuwa wakitembea umbali mrefu kwa ajili ya kufuata huduma ya elimu. Baadhi ya wanafunzi hasa wanawake walikuwa wakikumbana na changamoto nyingi kiasi cha kuwapelekea kushindwa kuhitimu masomo yao. Tega sikio upate kumsikia mkuu wa shule akielezea namna ambavyo mradi huo umekuwa chachu ya maendeleo kwa watoto wa kata hiyo ya Miyuji. Kwa namna ya pekee sana tunamshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali ya mtaa. Tunashukuru sana kwa kupitia Mheshimiwa Diwani
mwenyekiti, watendaji wote na watu wote ambao wameshiriki kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa vizuri kwa kutenga eneo, kuweka mazingira yote safi ya ufanyaji kazi sisi walimu na wanafunzi, kwa sababu bila wao kutenga hili eneo, hata kama hizo fedha zingetolewa, maana yake huu mradi pia usingeweza kufika kwenye hii kata ya Mioji. Kwa hiyo tunawashukuru sana, lakini pia faida sasa tulizozipata kwa uwepo wa hii shule, cha kwanza watoto wa kike walikuwa wanapata changamoto. Kutoka kata ya Mioji mpaka kata ya Mnadani ambako shule ya sekondari ya Mioji ipo ni umbali mrefu kidogo, kilomita 5 mpaka 6. Kwa hiyo kwa watoto wa kike wengi walikuwa wanapata changamoto. Mimi mwenyewe binafsi ni shuhuda, nilikuwa mwalimu wa Mioji sekondari. Wanafunzi wa kike kwanza walikuwa wanachelewa kufika darasani, lakini kingine changamoto wanazokutana nazo barabarani ilipelekea wengine kupata mimba, wengine kuamua kuwavuta bangi kwa sababu kila siku anafika kwa kuchelewa, anachapwa. Mwingine akishaona amechelewa anatafuta chaka huko, anaingia anapotelea huko, anaanza kuvuta bangi. Mwisho wa siku unakuta kidato cha 4 kile wanafunzi wafanyaje, hawamalizi na wapati ile elimu yao ya msingi ambayo ilikuwa ni haki yao ya msingi kuipata. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea hii miradi, na lakini pia na mbunge wetu Mheshimiwa Mavunde kuhakikisha kila kitu kimekuwa sawa, watoto wanapata elimu, lakini pia karibu na maeneo yao. Na kama hivi tunavyoona kwamba tunatarajia kupata tunajenga mabweni ambao tuna expect mwezi wa 7 tutakuwa na kidato cha 5 cha kwanza. Kwa hiyo tunategemea hawa watoto wataenda chuo kikuu moja kwa moja, kwa sababu mtoto wa kike unapomweka boarding unamhakikishia usalama, unaona, na umemuondolea adha zote ambazo angekutana nazo ambazo zingekatisha masomo yake. Aidha, wanafunzi waliopata nafasi ya kusoma katika shule hiyo hawakusita kutoa shukrani zao kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha ujenzi wa mradi huo mkubwa wa shule hiyo. Majina naitwa Ana Peter Lunguli, ni mwanafunzi wa Mioji B sekondari, ni head girl wa Mioji B sekondari. Tunatoa shukrani kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kutujengea shule yetu ya Mioji B sekondari. Mwanzoni ilikuwa ni vigumu kutembea kule mpaka kule Mioji ile ya kwanza ambayo ni Mioji A, ilikuwa ni mbali. Kwa sasa hivi ni rahisi kufika hapa shuleni, na tunajitahidi, tutahakikisha kwamba tutamwaibisha. Generally, we thank the Honorable Samia Suluhu Hassan for implementing this project for this school, since it has avoided such coincidences like the distance from our homes to school. Therefore, we thank her a lot for bringing us this school here, as formerly as the headmistress had located it where it is found. We thank her a lot. Tukiendelea kusalia katika sekta elimu, serikali ya awamu ya 6 imefanikiwa sana, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya shule ya msingi ya Mlimo C, ikiwemo ujenzi wa madarasa, vyoo, kisima cha maji na ujenzi wa nyumba ya walimu. Huyu hapa mwalimu mkuu wa shule akielezea namna uboreshaji huo ulivyoweza kuinua kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi wa shule hiyo. Jina naitwa Saif Jafari Manyemba, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mlimo C toka mwaka 2018. Ifikapo mwaka 2020 tulipokea fedha ya mradi kutoka Mamlaka ya Elimu Tanzania TEA kiasi cha shilingi milioni 456,956,280.60. Fedha hizo ambazo zililetwa kwa ajili ya miundombinu ya shule ambazo zilijenga madarasa 6 mapya, ikakarabati madarasa 7 ya zamani, ikajenga vyoo matundu 27, pia ikachimba kisima cha shule na kusambaza miundombinu ya maji yote shuleni. Fedha hizo za Mamlaka ya Elimu Tanzania TEA ziliweza kutusaidia na kwamba wanafunzi mwanzoni walikuwa wanaweza kukaa chini, na tulikuwa tunasoma kwa shift 2, ambapo shift ya asubuhi walikuwa wanaingia darasa la 7, la 6, la 4 pamoja na darasa la 5. Lakini darasa la kwanza, la pili na la 3 walikuwa wanakuja shift ya mchana. Baada ya ujenzi kukamilika, tumekuwa na shift moja tu ya darasa la pili, ambapo wanaachiana madarasa na darasa la kwanza, ambao wanaingia darasa la pili wanaingia saa 4 na kutoka saa 9. Baada ya kupata fedha hizi, kiukweli manufaa tumeyaona, kwa sababu mimi wakati na ripoti shuleni 2018
2008 nimekuta ufaulu wa shule ni wastani 114. Lakini hadi kufikia sasa matokeo ya mwaka jana wastani wa shule ni 197, ambayo imetupeleka zaidi ya 60% baada ya kupata hizi fedha na kujenga haya madarasa. Kwa hiyo ufaulu umeongezeka mara 4 tofauti na awali ambapo tulikuwa bado hatujajengewa haya madarasa na hizi fedha. Bado tupo katika kata ya Miyuji. Katika kila kitu lazima mtu azingatie afya ili aweze kufanya kazi nzuri za kimaendeleo. Hivyo katika utekelezaji wa miradi kwa kipindi cha miaka 4, zahanati ya Mpama ilipokea kiasi cha shilingi milioni 43 ili kufanya utekelezaji wa miradi mitatu ifuatayo: ununuzi wa thamani, ununuzi wa vifaa kwa ajili ya kufunga mfumo wa ngome, ujenzi wa kuchomea taka hatarishi yani incinerator. Naitwa Fatuma Maseri, ni afisa tabibu mganga mfawidhi zahanati ya Mpama. Kwa upande wa miradi tuliotekelezewa zahanati ya Mpama, tunajivunia uwepo wao. Cha kwanza, tumeweza kupata fedha kwa ajili ya ununuzi wa furniture. Hapo mwanzo wananchi wetu wakapata changamoto, walikuwa wanakaa paka chini, kafikia hata mheshimiwa paka analeta viti ambavyo sio vya rasmi, lakini tunaweza kupata huduma. Jambo lingine, tumefanikiwa kupata kichomea taka hatarishi. Hapo mwanzo ililazimika tutumie mashimo ambayo sio rasmi kwa ajili ya kutekeleza taka. Pia jambo lingine, tumeweza kufungiwa mfumo wa Gotomis ambao ni mfumo wa kisasa kwa ajili ya huduma za afya. Kwa yote sisi hao tunajivunia. Tunawapongeza sana viongozi wetu. Mungu awabariki sana. Hakika tunatendea wema wananchi. Asanteni. Kwa sasa hivi huduma imeboreshwa vizuri. Kwa sababu hapo mwanzo ilikuwa tunatumia mfumo wa makaratasi. Kama nilivyoelezea, mpande wa furniture watu walikuwa wanakaa chini, lakini kwa sasa mheshimiwa ameweza kutekeleza. Alisema kwamba huduma zitakuwa bora, na ni kweli tunaliona hilo. Huduma zinaboreshwa, kama vifaa tunapata vya kutosha. Tuna vifaa mbalimbali ikiwemo kwenye vifaa tiba, tunapaka mashine kwa ajili ya kusaidia kuchakata damu. Mashine mbalimbali zipo hapa zahanati. Kwa hiyo mtu akiwepo nje hawezi kujua, lakini ukiingia unasema vitu vipo vizuri. Hapo zamani ilikuwa kidogo watu hawakuwa wengi sana wagonjwa. Sababu unakuta mtu akifikiria afike mazingira sio rafiki, hamna sehemu kukaa. Lakini kwa sasa hivi wale wagonjwa wameongezeka na hata mapato pia yanaongezeka. Wananchi nao hawakuwa nyuma, waliishukuru serikali kwa kuendelea kuwezesha upatikanaji wa huduma za afya kiurahisi na kwa ubora wa hali ya juu. Majina naitwa Severino Sagika, mimi ni mkazi wa mtaa wa Mpama. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa ajili ya hiki kituo cha afya zahanati ambao wametujengea Mpama. Mwanzoni kabla hatujapata hiki kituo, sisi kama wamama wajawazito tulikuwa tunahangaika sana. Ukiangalia huduma tulikuwa tunazifuata mbali. Ukilinganisha na kipato, wakati mwingine mtu anakosa nauli ya kumpeleka kituo cha afya kilichoko mbali, lakini kwa sasa tumewekewa zahanati, hatuhangaiki. Tunashukuru mama kwa kazi anayoifanya. Sasa hivi tunapata huduma nzuri, hatuhangaiki. Asanteni. Majina naitwa Malimi Chazi, mkazi wa eneo hili la Mpama. Kwanza naomba nishukuru uongozi wa mtaa, uongozi wa ngazi ya kata, kimaanisha diwani pamoja na watendaji wengine wote kwa kutuwezesha kutujengea kituo hichi ambacho kimetusaidia kuweza kupata huduma stahiki. Nashukuru sana kwa ajili ya miundombinu hii wanaoendelea kutujengea. Pia na sisi wakazi wa eneo hili imetuwezesha kupata huduma ambazo ni nzuri, ambapo imechangia kuweza kuondokana na umbali wa huduma tulipokuwa tukizipata hapo mwanzo. Kwa hiyo nipende kuwapongeza kwa ajili ya hatua hii. Ninapenda kuwashauri hata wengine wanaume ambao pengine kwa namna moja ama nyingine hawafiki katika eneo la kutoa huduma kuwapeleka wenza wao, ni wasihi wajitahidi wafike katika eneo la huduma, kwa sababu
asilimia kubwa tunapewa kipaumbele wa baba wanaokuja na wenza wao wanapata huduma iliyo bora na kwa wakati. Serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya barabara kwa lengo la kuwarahisishia wananchi kuweza kuzifikia huduma kiurahisi. Katika kata Miuji kwa mwaka wa fedha 2023-2024, zoezi la kuchonga barabara lilifanyika katika mitaa mitatu ambayo ni Miuji proper, Matias na Mpama kupitia nguvu za wananchi na pia Mheshimiwa mbunge wa Dodoma Anton Peter Mavunde. Hapa wananchi wanaeleza furaha yao baada ya mradi wa barabara kukamilika. Kwa majina naitwa Mr. Howard Mbogela, mwenyekiti wa mtaa Miuji proper, kata ya Miuji. Awali yote kabla ya hii barabara haijatengemaa huko nyuma, miaka nyuma tulikuwa tunapata tabu sana wananchi, hususan wale walikuwa wanakwenda kupata huduma katika hospitali ya Santa Jema ambayo inaubia na serikali. Maana ilifikia mahala kina mama wanapokwenda kupata huduma pale walikuwa wanafika njiani wanajifungulia njiani. Lakini ujio wa hii barabara kwa kweli imetuunganisha kati ya Miuji na Ipagala. Na hususan hasa uongozi wa kata ya Miuji kiongozwa na Mheshimiwa Beatrice Ngelangela kwa pamoja kwa kweli imetusaidia sana na ndio maana unaona mafanikio ya barabara tunasema Mama Samia tuko na yeye pamoja. Muda huu kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii. Tunamshukuru rais wetu Samia pamoja na diwani wetu, kwa kweli amefanya bidii, tumeweza kupata barabara hii. Tumenufaika sana. Hata kwa ajili ya kwenda hospitali hapa Santa Jema ni karibu, pamoja na mbunge wetu Mavunde. Kwa kweli wamefanya vitu ambavyo tunaviona na tuna haki ya kuwapa mitano mingine kwa sababu tumenufaika sisi wananchi wa Miuji. Wakati huu tunatembea katika hii barabara ya lami. Kwa kweli ni jambo la kujivunia. Hakukuwa hivi Miuji huko nyuma. Ninaamini hata wengine atanye kama ndio kupita kwenye njia hakukuwa hivi, lakini sasa hivi tuko vizuri kwa kweli. Kwa majina mimi naitwa John Magupa, ni mkazi wa Miuji proper. Napenda kuongelea mafanikio ambayo tumeyapata katika serikali ya Mama Samia. Kwanza kuna hii barabara ambayo inaunganisha hospitali ya Santa Jema na Ipagala. Kwa kweli imekuwa ni ukombozi mkubwa. Wananchi wamefaidika na hasa wagonjwa waliokuwa wanaenda kutibiwa katika hiyo hospitali yetu. Imekuwa ni faraja sana kupata hii barabara. Kwa kweli kabla barabara hii kuwepo kulikuwa na changamoto kubwa sana hasa kwa wananchi kufika kwenye hospitali yetu. Hospitali ilikuwepo lakini njia ya kufikisha huko ilikuwa ni changamoto. Wananchi walikuwa wanashindwa kufika kwa sababu barabara ilikuwa ni mbovu, kulikuwa na makorongo, kulikuwa na sehemu ambayo inabidi madaraja ambayo sasa hivi yamewekwa madaraja na barabara imetengemaa. Kwa hiyo hata muda wa kusafiri umekuwa ni mfupi. Hata watu wanaotaka kwenda Nane kupanda mabasi ya kwenda mikoani imekuwa ni rahisi kutumia njia hii hapa. Wadau wa maendeleo ni watu muhimu sana katika kuunga mkono juhudi ya serikali za uboreshaji wa maendeleo kwa wananchi. Tuwasikie wadau wanalipi la kujivunia katika miaka minne ya serikali ya awamu ya 6. Naitwa Rajab Juma Sulemani, mdau wa maendeleo ya vijana katika mkoa wetu wa Dodoma, na hapa tuko katika shule ya Mpama ambao sisi kama wadau wa maendeleo tumeridhishwa sana. Kwanza kwa hatua hii iliyochukuliwa ya kujenga shule hii ya sekondari. Na kama mnavyoona miaka ya nyuma kabla ya shule hii kutokuwepo kulikuwa na changamoto kubwa sana kwenye masuala ya mimba za utotoni. Na hata ODC yetu ya kata ya Miuji ni miongoni mwa tatizo ambalo walikuwa wanapambana nalo. Lakini leo kupitia utekelezaji wa sera zetu za maendeleo tumeona kwa kiasi kikubwa sana uwekezaji uliofanyika katika shule hii ya Mpama ya sekondari. Na sisi kama wadau wa maendeleo tunatoka kifua mbele kupongeza juhudi za serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kazi aliyoifanya Mheshimiwa Rais ni kazi ya kutukuka. Tunaona ushiriki wake kwa namna alipotengeneza coordination yake ya wasaidizi wake, kwa maana kumzungumzia Mheshimiwa wetu mbunge, Mheshimiwa diwani na kamati yetu nzima ya ODC ya kata ya Miuji kwa kazi kubwa walioifanya ya usimamizi wa fedha nyingi zilizoshuka kwenye level ya kata. Kwa hiyo sisi kama wadau wa maendeleo tunaendelea kutoka kifua mbele kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji mkubwa aliofanya katika elimu. Shule hii imeleta taswira kubwa kwa vijana wa kata ya Miuji. Na shule hii imeweza kuokoa mabinti wengi sana ambao walikuwa wanakutana na changamoto za mimba za utotoni, vitendo vya ukatili wa kijinsia. Lakini vile vile kuendelea kushukuru serikali hii pia kwa uwekezaji wa zahanati yetu kubwa ya kisasa
ambayo tumeiona pale Mpamaa, uwekezaji uliofanyika ambao pia kupitia zahanati ile inarahisisha masuala ya huduma rafiki kwa vijana na masuala ya afya uzazi kwa vijana. Haya yote ni matunda ya serikali na sisi kama wadau wa maendeleo tunaendelea kuipongeza kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Katika suala la utunzaji mazingira, wakazi wa kata Miuji hawapo nyuma, kwa kuwa wamekuwa wakishirikiana katika usafi na upandaji miti ili kuendeleza kutunza mazingira. Huyu hapa diwani anawasisitiza wananchi kuhusu upandaji miti. Tunajua kwamba kuna kampeni ya upandaji wa miti, lakini nikwambie mkuu wa wilaya, kwa kata yetu ya Miuji mpaka sasa tumepata miti zaidi ya 5,000 katika hii kata. Kwa hiyo tumepanda kwenye mataasisi, lakini vile tumepanda kwenye nyumba. Kila kaya wamepanda miti ya matunda, na hili zoezi tumelianza, tuna wiki 2 sasa. Kila mwananchi amepata miti bure kwa ufadhili wa ofisi yako, lakini na mkoa vile na wadau kwa wananchi. Hii miti ambayo tumeipanda kwa wiki nzima na kuhitimisha leo kwa ajili ya afya zetu. Tunajua bila miti hakuna mwanadamu, si ndio sawa? Kwa naombeni kila mtu akapande miti. Kepto tunafahamu hilo jambo na huwa tunafanya kwa vitendo pale shuleni. Kwa hiyo najua kwamba kila mtu akienda likizo tunafunga shule, mtakuja na picha mlizopanda miti kwenu. Miti tutawapa mingine bure. Na mimi mkuu wangu wa wilaya alishaniambia mkihitaji miti mtapata bure. Serikali ya awamu ya 6 imekuwa ikihakikisha watoto wanapata lishe bora shuleni ili kuwasaidia kuweza kujenga afya bora na kukuza ufaulu wao. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mlimo C anaelezea umuhimu wa lishe kwa watoto hawa. Kiukweli nawapongeza sana, japokuwa katika wako wazazi ambao wanakubaliana na hili, lakini wapo wazazi ambao hawakubaliana na hili, kwa sababu wanategemea kila kitu serikali ataleta. Kwa maana mzazi hataki kujishughulisha na kitu chochote kinachohusu elimu, kwa sababu anajua elimu ni bure. Lakini chakula ni lazima mzazi awajibike kumchangia mtoto wake, kwa sababu manufaa ya chakula ni ya kwa mtoto wake. Na ndipo ambapo tunaona mafanikio hapo. Kwa baadhi ya wanafunzi ambao serikali inatoa fedha, ambao ni wako 13, wanapata chakula cha kila mwezi kwenye ila capitation ya serikali inaingiza fedha ya chakula shilingi 81,900 kwa ajili ya watoto wao 13 ambao wanapata fedha chakula shuleni. Utawala bora ni jambo la msingi ambalo wananchi wanalitaka. Kata ya Miuji imepokea kiasi cha fedha cha shilingi milioni 20 kwa mwaka wa fedha 2023-2024 kutoka kwenye mapato ya ndani ya halmashauri ya jiji la Dodoma kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya mtendaji kata ambayo itawasaidia wananchi kupata huduma katika mazingira salama. Twende kwenye michezo. Ni ajira kwa vijana wengi hapa Tanzania. Ndio maana mashindano mbalimbali hufanyika ili kuwasaidia vijana kukuza vipaji vyao, kitu ambacho kinawafanya vijana wa kata Miuji kujitokeza katika mashindano yanayokuwa yakifanyika Dodoma kama vile Mavunde Cup na Ndondo Cup. Serikali ya awamu ya 6 inaendelea kutekeleza yale ambayo wananchi wanayataka. Ewe wananchi, huu ni mwaka 2025 ambao ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Hivyo jiandae vyema kushiriki uchaguzi kwa kuchagua kiongozi bora kwa manufaa ya taifa la Tanzania. Makala hii imeandaliwa na kitengo cha mawasiliano serikalini jiji la Dodoma na kusomwa na mimi Asteria Frankie. Asante kwa kutusikiliza.